Yes, bana, hatimaye Young Africans mchezo umetamatika dhidi ya Silver Strikers. Kazi kubwa ambayo wananchi walikuwa nayo ni kuhakikisha kwamba timu inakwenda kucheza hatua makundi ya ligi mabingwa barani Afrika, na wamefanikiwa kuivusha timu kocha Patrick Mabeid. Lakini kama ulikuwa ukinifuatilia utakuwa umefahamu ya kwamba kila ambacho nilikizungumza ndicho ambacho alikuwa kikiwaza kocha Patrick Mabeid, kwa sababu Silver Strikers ni timu ambayo unaweza ukaichukulia kama ni ya kawaida, lakini kwa aina ya uchezaji ambao wanaocheza ni timu sumbufu sana. Na ukitazama dakika 45 za kipindi cha pili, Young Africans wao ndio walikuwa wana struggle kulinda wasifungwe bao. Yaani waliachia mpira Silver Strikers wacheze, wao wakiwa wanazuia. Kwa nini? Kwa sababu tayari walishanusa hatari kwamba wakitaka kupishana zaidi kwa dakika 45 zingine, tayari energy ya wachezaji ishashuka. Sasa kama wakitaka kuendelea kupishana, huenda wakatengeneza madhara zaidi kwenye mafanikio ya timu kufuzu kwenda hatua ya makundi. Sasa nini kifanyike? Mwalimu anatazama bench, anao wachezaji ambao anayetoka na anayeingia hafanani, kwa sababu leo kwa kikosi ambacho kilianza unajiuliza baada ya sabu ya Mudathir Yahya Bass nani anatoka anaingia. Aliyekuwepo mwenye hueni ni Racine Kouma na nafasi ya Mohamed Hussein Zimbo Junior Shadak Boka. Na of course Mohamed Hussein siku ya leo alikuwa na game nzuri sana, kwa sababu tulisema kama unahitaji mchezaji kwenye maamuzi, basi unahitaji kwenda wachezaji ambao wanakupa option nyingi zaidi kiwanjani, tofauti na kwenye kushambulia na kuzuia pekee. Wanaipa timu kwenye kucheza. Leo Mabeid ameingia na mfumo wa 4-4-2. Kwa nini 4-4-2? Akihakikisha kwamba wakati anajilinda ana idadi ya wachezaji wanaotosha kuzuia, na wakati anashambulia basi idadi kubwa ya wachezaji iwe kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Wakatumia vyema dakika 45 za kwanza wakafanikiwa. Kazi iliyobaki ni kwamba eneo la katikati sasa wanahitaji kufanya kazi kubwa ili kuweza kuhakikisha kwamba mashambulizi ya kina Uchizivunga yanapotezwa. Yes, walifanikiwa. Kwa nini? Nenda katazame kazi ambayo ameifanya Duke Abuya kwenye dakika zote pale katikati, amekichafua vibaya mno. Nenda katazame faida ya siku ambayo nilisema kwamba Maxim Pianzengeri ni mzuri zaidi akicheza katika eneo la kiungo. Baada ya Mudathir Yahya Bass kutoka nje, Maxi ikabidi aingie ndani ili amruhusu bwana mdogo Edmund John kucheza pembeni, na hapo ndipo Young Africans wakawa wameikamata game na kuwafanya Silver Strikers kutokujua kwamba ni wapi wanapitisha mipira, kwa sababu nafasi nyingi zilikuwa zinazibwa na Maxim Pianzengeri, lakini bila kumsahau Duke Oga Abuya ambaye alikuwa ni makini sana kwenye kumark na kufanya interception, lakini pia kuharibu mipango ya kina Uchizivunga. Leo unaweza kaona Uchizivunga ni mchezaji mzuri kama ambavyo watu walizungumza kwamba amecheza, lakini muulize ametengeneza nafasi gani ya hatari zaidi kwenye mchezo wa leo? Hakuna nafasi aliyotengeneza, kwa sababu alikuwa amewekwa mfukoni na wachezaji ambao wanajua ni nini ambacho wanakifanya kwenye dakika 45 za kwanza na dakika 45 za pili mpaka wanakuja kumtoa Uchizivunga. Hakuna hatari aliyotengeneza zaidi ya kutengeneza faida kwa Young Africans, kwa sababu alikuwa akipoteza mipira katika eneo la mwisho, lakini pia alikuwa akipiga penetration pass ambazo hazina macho. Watu wengi wanautazama mpira kwa hisia kuliko kutazama mpira kisayansi zaidi. Jiulize kwa nini Young Africans walikubali dakika 45 za kwanza kuachia Silver Strikers kucheza mpira. Wachezaji wa Young Africans walikuwa tayari wamechoka, energy ilikuwa chini mno. Kamtazame Pacome Zouzoua, yani ile energy ilikuwa hamna. Lakini pia wakati unajiuliza unawezaje kumtetea Prince Mpumelelo Dube kwa aina ya uchezaji ule, kwa sababu kuna wakati wachezaji wanarudisha nyuma timu kwa mafanikio, kwa sababu kwa nafasi ambazo zilitengenezwa Dube alitakiwa kuitumia kama nafasi ya mwisho, na pale wangemaliza mechi na kuweza kurelax. Lakini kwa sababu matumizi ya nafasi bado kwa Young Africans katika eneo la mwisho ni changamoto kubwa mno. Aliyefunga leo ni mlinzi wa kati Dickson Job na Pacome Zouzoua ambaye ni kiungo mshambuliaji. Unajiuliza safu ya ushambuliaji Young Africans hadi hivi sasa ina idadi gani ya mabao? Hawana. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wamefanikiwa kwenda kucheza hatua ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika, ikiwa ni mara 3 mfululizo sasa katika historia ya klabu ya Young Africans kwenda kucheza hatua ya ligi ya mabingwa ya makundi. Sio mara 3 mfululizo kucheza hapa, hapana, ni mara 3 mfululizo wanakwenda kucheza katika hatua ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. Ni kongole kubwa kwa viongozi na maandalizi pamoja na Silver Strikers kufanya ushirikina uwanjani, pamoja na mbinu ambazo walikuja nazo, zile tunazoita huenda ni mind games, lakini kwa kile ambacho walikifanya bado kilikuwa hakitoshei kwa wao kupata matokeo. Ukiachana na Silver Strikers kwa kile ambacho wamekifanya, kuna matokeo
ambayo yametokea siku ya leo ya kikatili mno. Orlando Pirates kuondoshwa na FC Lupopo. Kuna sehemu niliandika kwamba Orlando atakuwa na kazi ngumu zaidi kuweza kumzuia FC Lupopo, pamoja kwamba alifanya comeback ya mabao 3-0, lakini penalti zimemkataa kwa sababu FC Lupopo wamefanikiwa, na Orlando msimu huu wana finali wametupwa nje.